Ninakusalimu wewe mfuatiliaji na msikilizaji wa kipindi chetu bora kabisa cha Bima Podcast, ambacho tunakutana hapa na wabobezi wa bima, wanufaika wa bima, wanatupa taarifa kadhaa kuhusiana na mambo yote ya bima. Na leo katika mada yetu pendo tunaye mgeni ambaye yeye ni mnufaika wa bima. Leo tutakuwa na mnufaika jamani. Kila siku tunakuja na watu ambao wamebobea kuhusiana na bima, lakini leo tuna mnufaika ambaye yeye atatuelezea amenufaika vipi kuhusiana na bima. Yeye ni dada Daisy, pia atajielezea kwa urefu zaidi, kwa kumjua zaidi, atatuambia ametuletea nini, amefaidika vipi na bima, anawashauri nini watu kuhusiana na bima. Karibu dada Daisy, utuelezee kiufupi wewe ni nani, unatokea wapi, watu ambao unatamani kufahamu. Karibu. Jina langu ni Daisy Yunus, natokea Rafela International Limited. Sisi tunajihusisha na usafirishaji wa bidhaa kutoka ruti zetu nyingi ni Dar es Salaam, Kasumbalesa kupitia Zambia. Kasumbalesa ni mpakani mwa Kongo na Zambia. Lakini pia tunakuwa na ruti za Rwanda, tunaenda na Malawi, tunaenda Kenya. Yes. Nashukuru kufahamu na karibu sana Daisy katika kipindi chetu. Najua leo utakuwa umekuja na mambo mengi sana. Wewe kama kampuni ya kusafirisha mizigo, najua lazima kutoka kuna aina bima ambayo umeikata. Sijajua nyinyi mmechukua bima gani kwa sababu kuna categories nyingi za bima. Kuna ile bima moja ya good and transit, nayo inahusisha mambo ya transportation. Hivi kwa nyinyi hapo umekuwa mnufaika wa bima gani hasa ambao wewe umeikatia au umenufaika nayo sana kutoka Engine Tanzania? Bima ya magari. Bima ya magari ambayo inakava magari yenu ya ofisi au magari binafsi? Ni magari ya ofisi, ni kampuni. Okay. Katika kipindi chote ambacho wewe umekatia bima yenu, ushaikutana na majanga, labda ushaikutana na matatizo ambayo unaona kabisa bima inaweza ikakukava au ikakusaidia katika kutatua yale majanga ambayo umeyapata? Kwanza gari ilishaibiwa vifaa. La pili kuna gari zilishagongwa. Nikizungumzia swala la gari kuibiwa vifaa, gari letu liliibiwa vifaa. Lakini kwa sababu tulikata bima tukalipwa fidia. Na vipi kwenye mchakato, haukuwa mrefu katika kupata hiyo fidia? Hapana, haukuwa mrefu. Haukuwa mrefu watu kawaida. Yaani kuna umuhimu gani wa mtu wa kawaida kabisa ambaye sio hata kama labda ni kampuni ama ni nini kupata bima? Inasaidia kufidia pale mtu unapopata majanga. Hii issue ya karibuni ilikuwa ni gari letu lilipata majanga ya kuibiwa. Lakini kwa sababu tukata bima na kampuni yenu tulipata fidia. Unaweza kunieleza kidogo ilikuwaje? Maana yake natamani kuelewa zaidi. Jamani Daisy, natamani kuelewa zaidi ulivyopata, ulivyosikia kwamba umepata hiyo taarifa mara ya kwanza kwamba gari imeibiwa au imevamiwa. Ilikuwaje na ulichukua hatua zipi? Napokuwa na gari zinaenda safarini, huko gari inaweza ikapata breakdown polini ambapo hakuna ulinzi wowote. Sasa huko polini unaweza ukatokea vibaka. Ruti zetu nyingi ni Dar es Salaam, Kasumbalesa kupitia Zambia. Kasumbalesa ni mpakani mwa Kongo na Zambia. Lakini pia tunakuwa na ruti za Rwanda, tunaenda na Malawi, tunaenda Kenya. Sasa gari letu ilipata breakdown kijijini ambako kulikopo hakuna ulinzi. Baadaye asubuhi chako tutaka watu waishaiba. Lakini kwa sababu kama nilivyokuambia tuna bima, tukapata fidia yetu kwa muda mfupi na biashara ikaendelea. Katika pilika za kila siku na tukiendelea kuanza siku kwa mazoea bila kujua kwamba hiyo ndio siku kila kitu kitabadilika. Boss, nimepokea simu sasa hivi, mtoto wako anaumwa sana. Mimi
Ndani ya sekunde unaweza kupoteza kila kitu kilichobeba utambulisho wako na maana halisi ya maisha. Lakini vipi kama ungekuwa na uhakika wa kurudishwa kila kilichopotea kwa wakati? Ndiyo, Ngao ya Mama ni bima ya kina mama kutoka MGen Tanzania. Iweza kunitibia mwanangu, kufidia gari langu na pochi yangu pambe. Process za kupata figo haikuchukua muda mrefu? Hapana. Manake watu wengi sana uoga wanaogopa kwamba mpaka kitu changu kija kulipwa, sio leo, wababaishaje. Nyie haikuchukua muda mrefu nyie kupata malipo yenu au fidia zenu? Haikuchukua muda mrefu kabisa. Okay. Hivi unahisi ni kwa ajili gani watu hawakati bima au hawachukui ile action au kitendo cha kukata bima mpaka watakapopata matatizo? Nafikiri ni ukosefu wa elimu. Kama elimu ikitolewa, watu wakajua faida za bima, takatia. Ni tunaona elimu ni nyingi, watu sehemu za hizi ofisi za bima zipo nyingi sana. Na kila siku bima na pia ipo katika sheria. Unahisi tu ni awareness ya watu kutojua kwamba lazima mtu uwe na bima ukiwa na chombo cha moto, au labda ni ujinga ama watu ni kupuuzia? Nahisi kwamba ni elimu peke yake. Ni kweli ofisi zipo nyingi, watu wa bima wako wengi, lakini nikizungumzia mimi kwa upande wangu, kwa ofisini kwetu, sijaona mtu aje anipe elimu ya bima. Sasa unaposema elimu, watu bima zipo nyingi, ni kweli, lakini elimu bado haipo ya bima. Kwa hiyo yani uelewa zaidi kwa watu wa makampuni ya bima, wanatakiwa wachukue hiyo hatua ya kuwaeleza watu umuhimu wa bima, elimu itolewe hata vyombo vya habari, watu wajue kwamba umuhimu wa bima ni huu na huu. Si ndio hivyo? Tunajua bima ziko mbalimbali. Na wewe kama mnufaika wa bima, hivi uliniambia kwamba ulikatia bima gani? Vyombo vya moto. Okay, good. Lakini bima zinatolewa katika nyanja mbalimbali na kila mtu ana, kama ulivyosema, kuna bima ya vyombo vya moto, kuna makampuni mengine yanatoa life insurance, bima ya afya, yani bima ziko nyingi. Wito wako ni nini au unawashauri nini watu ambao wenye biashara, watu wa kawaida kabisa ambao wao pia wana biashara kama yako au wana vyombo vya moto au unajua kabisa huyu ana uhitaji wa bima? Unawashauri nini na ambao bado hawajakata bima? Na washauri wakati bima na MGen, kwa sababu MGen wanatuhudumia vizuri. Nikizungumzia kwa upande wetu, tukipata majanga yoyote, tunapata huduma haraka na tunaendelea vizuri na biashara yetu. Kwa hiyo na washauri watu wengi wakati bima na MGen, na wakati bima pia za magari, bima za nyumba, bima za vifaa vya umeme. Umetuelezea vizuri sana kwa undani, umetupa hamasa, umewapa hamasa watu wengine ambao wanatusikiliza. Nini umuhimu wa bima? Nini umuhimu wa kukata bima? Nini umuhimu wa kuwa na bima kabla hujapata tatizo? Nakushukuru sana, na siku nyingine tena karibu, tunakukaribisha sana sana MGen. Nikushukuru na wewe pia mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chako bora kabisa cha Bima Podcast, uliyekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kuomba tena ukapitia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na Twitter. Usisahau pia kusubscribe katika YouTube. Pia usisahau kuacha ujumbe, comment yako ama maoni. Asanteni kwa muda wenu na kwaherini mpaka wakati mwingine.